Juni 5, 2022 nilitembelewa na rafiki yangu mmoja tuliyempachika jina la utani Ngosha. Ndugu huyu alipofika kwangu tulizungumza mambo mengi sana na tafakari za uongozi. Binafsi nilikuwa na kiu ya kumfahamu ndugu huyu alifikaje Chamwino Ikulu. Ndugu huyu mchangamfu sana mwenye matamshi ya Kisukuma alinijibu kuwa yeye ni mzaliwa wa kata ya Kisesa, wilaya ya Magu, mkoani Mwanza, na alifika Chamwino Ikulu mapema sana wakati wa ujenzi wa ukuta wa ikulu ya Chamwino. Tuliambiwa jamani, Chamwino Ikulu kuna kazi ya ujenzi. Tulikuja vijana karibu 80 wakiwa mafundi ujenzi na vibarua, yani saidi ya fundi. Huku mwanzoni tukifanya kazi kadhaa za mikono bila ya kujali kuwa huyu ni fundi au huyu ni kibarua. Kazi hizo zilifanyika hadi Mheshimiwa Marehemu John Pombe Magufuli anahamia Dodoma. Pia ndugu huyu aliniambia katika kazi hiyo alipata pesa ambazo zilimsaidia mno hadi akanunua maeneo ambayo sasa anayatumia kwa kilimo na makazi yake. Magufuli kwake anasema ni kama baba, na anatambua bila ya yeye asingepata maeneo haya na asingepata mke wa kigogo hapa Chamwino Ikulu, yani angekuwa anakusikia redioni tu. Ndugu huyu aliongeza kuwa wakati anaondoka Magu kuelekea Dodoma, yeye alikuwa na katibu wa CCM wa kata mojawapo ila ya Magu. Pia alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya shule mojawapo ya msingi. Nafasi ya katibu wa CCM wa kata ikazibwa katika uchaguzi wa CCM na ndani ya chama kwa mwaka huo. Ndugu Ngosha anasema kuwa jina lake linasomwa mpaka sasa kwamba yeye ni katibu wa CCM wa kata hiyo. Ndugu huyu anasema kuwa kwa desturi ya watu wa Magu na ukanda huo mzima ikiwamo mkoa wa Mwanza, Shinyanga na Simiyu, wana utamaduni mmoja mzuri sana kwa viongozi wapya kuliko maeneo mengine aliyoishi yeye. Anasema kwao wana miti mingi ya miembe. Alipomuuliza babu yake ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa kijiji, alimpa siri moja ambayo alikuwa haifahamu juu ya kuwepo kwa miembe mingi. Anasema kuwa jamii
ikishakubaliana kuwa wewe ni mwenyekiti wa eneo hilo, hapo kunakuwa hakuna wa kupinga. Huyo aliyechaguliwa anaambiwa kuwa sasa wewe umeshakuwa ni kiongozi wetu. Ili uweze kufanya kazi vizuri, unapaswa kupanda miti ya matunda. Miti hiyo inapaswa kuhudumiwa hadi iwe mikubwa na uizae matunda. Hapo ndipo utaruhusiwa kuongoza hadharani wanakijiji wako, na ndipo kazi ya uongozi wako zitaanza. Mwembe tangu kupandwa hadi kuzaa ni kati ya miaka 5 hadi 7. Kipindi hicho, msikilizaji wangu, hakuna miembe ya kubatiza. Kipindi chote kiongozi huyu anakuwa kimya, huku akishiriki katika vikao vya kijiji akiwa mbele, lakini wanazungumza ni wazee na wale viongozi wa zamani tu. Yeye kuongoza huko ni mwiko, kwani miembe yake bado haijazaa matunda. Kupanda mwembe sio shida, kazi ni kuutunza, kwa kuwa kwao wana mifugo mingi, wana mbuzi, wana ng'ombe, wana kondoo, punda ambao ni walaji wa majani. Kazi hii lazima uifanye kwa umakini mkubwa. Ndani ya kipindi chote cha miaka kati ya 5 na 7, kiongozi huyu lazima awe mwanazuoni hodari wa somo la uongozi, namna wazee wanapofanya kazi, huku mwembe nao ukikua taratibu, na pale matunda yakianza kuzaa tu, ndipo mwenyekiti anaweza kuwa na ruhusa ya kuongoza na kuongea hadharani. Kumbuka, mwanakwetu anaongea na rafiki yake, wako nyumbani na shughuli za nyumbani zinaendelea. Baada ya kuniambia hayo, ndugu Ngosha aliondoka zake na mimi kubaki zangu kwangu nikitafakari hili la kiongozi mpya na kupanda miembe.
Mwanakwetu anasema nini siku ya leo? Kwanza nakuomba msikilizaji wangu utambue kuwa Ngosha ni rafiki yangu sana ambaye nimemzoea mno, na chanzo cha kumzoea kila Jumapili hakosi kanisani. Ukaa benchi la mwisho kabisa ambapo ndipo Mwanakwetu ukaa katika kanisa la Bikira Maria Imakulata parokia Chamwino Ikulu, jimbo kuu Katoliki la Dodoma. Mwanakwetu huwa na maswali ya habari, hususan jina la paroko, jina la katibu wa parokia na watu wengine wanaotoa matangazo kanisani ili Mwanakwetu aweze kuandikia. Maswali haya yakajenga udugu baina yao, yani baina ya Mwanakwetu na rafiki yake Ngosha. Katika makala haya msikilizaji wangu tumejifunza namna bora ya uongozi wa Wasukuma ulivyokuwa. Ushahidi wao ni miembe mingi Usukumani. Je, wewe mwenzetu ni kiongozi? Je, umepanda miembe mingapi? Je, umeshaanza kuimwagilia? Au imeshaanza kuzaa? Au ulikurupushwa ukajikusanya huku ukiwa na lepe la usingizi na mang'amng'amu tele, kwa tabu ukaamka ukaingia uongozini? Mwanakwetu, hapo itakuwa tabu. Ili uwe kiongozi kuna hatua za kufuata, na ndio huku kupanda miembe, uimwagilie, isiliwe na mbuzi hadi izae. Ndugu yangu Ngosha aliniuma sikio kwa kusema kuwa watu wengi wanaanza kuongoza na kuongea hapo hapo kabla ya kupanda miembe. Hapo ndipo shida inakuwa. Msikilizaji wangu, panda miembe kwanza, imwagilie, itunze, isiliwe na mifugo. Alafu ikizaa, ruhusa ya kuongoza itatolewa tu. Na hiyo ni ruhusa ya kuongoza sasa. Kwa maana miembe inayozaa uliwa na sisi sote, lakini pia huwa ni alama ya uongozi wako. Watu wanataka kula miembe uliopanda wewe mwenyewe. Mwanakwetu upo, kumbuka tu mpaka miembe izae. Jina langu ni Adeladius Makwega na kutakia siku njema.